We are here also today in solidarity with many people across the world, like in Africa, calling on governments and also corporations to stop oil and gas activities, gas and LNG activities across the world, because we have to protect our oceans, because it's our future, our foods, and this is in the context of the climate crisis, and we have to come together and stop this and protect our oceans. Wakati kongamano la 11 la Our Ocean likiendelea nchini Kenya, wananchi, wanaharakati wa mazingira na viongozi mbalimbali wameongeza wito kwa serikali kuhakikisha bahari ni mifumo ya ekolojia ya baharini inalindwa kwa nguvu zaidi. Wananchi wa Mombasa wanataka kwanza wapate civic education, na wale ambao sisi tunatoa ushuru wetu ambao wanaangalia the environmentalist, hawa watu wanakuwa funded na serikali. Lakini ukiangalia bado bahari zetu, kingo bahari chafu, watu wanadump ndani ya bahari, sewage zinaingia ndani ya bahari. Kwanza huu mji wetu umekuwa mchafu sana mpaka unapata sewage inaingia ndani ya bahari, wakati ukienda nchi zingine hata ile maji chafu tunaita storm water wamefanya iko underground na wana recycle, inakuja inakuwa maji safi. Akizungumza katika hafla hiyo, Angelica kutoka Ufilipino alisema washiriki wamekusanyika kwa mshikamano wa watu kutoka sehemu mbalimbali duniani ili kuzitaka serikali kuchukua hatua madhubuti za kulinda bahari. Angelica Dacanay from the Philippines. I am from the Center for Energy, Ecology and Development. I am the Southeast Asia Just Energy Transition Lead. We are here today at Our Oceans Conference, and we are raising the issue of the threat to the world's epicenter of marine biodiversity, which is in Southeast Asia, called the Coral Triangle. The Coral Triangle is actually the home to 30% of the global reefs in the world, and this is being threatened by oil and gas activities, fossil gas and LNG terminals across the region. And we are raising this issue because 360 million people are being threatened of their livelihoods and also their food security. And this is all because of many oil and gas activities, gas and LNG companies that are trying to come into coastal marine areas and destroying marine ecosystems and destroying many livelihoods of the people. Kwa upande wake, mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Mombasa, Mama Zamzam Mohamed, aliwashukuru wazungumzaji wote waliotoa ujumbe kuhusu umuhimu wa kulinda bahari na rasilimali zake. Mimi ni Mama Zamzam Chimba Muhammad, Women Representative Mombasa County. Leo tuna kongamano la 11 katika dunia nzima la mambo ya bahari, na mimi nataka kwanza nipongeze kwa sababu japokuwa ni ya 11 katika dunia nzima, lakini imekuja Mombasa, kisha imekuja Afrika, kisha imekuja ni Mombasa katika mji wetu. Mimi nataka kuwapongeza sana, na nimesikiza wazungumzaji wote vile wanavyozungumza umuhimu wa bahari. Mama Zamzam alisisitiza umuhimu wa bahari katika kukuza uchumi wa taifa, akilinganisha Kenya na Singapore. Alisema kuwa Singapore imefanikiwa kutumia rasilimali zake za baharini kama nguzo kuu ya maendeleo ya uchumi wake. Mimi nimekuwa Singapore na nimesoma mambo mengi sana. Katika uchumi wao wa Singapore wametegemea bahari ndio number 1. Na kila baada ya dakika 4 unaona meli inaingia ndani ya Singapore, kila baada ya dakika 4, yani mamilioni ya meli zinaingia pale, na ndio wametegemea uchumi wao mkubwa. Ni nchi ndogo sana, ni nchi ndogo ambao rais wetu wa taifa huwa anaizungumzia sana, na mimi nimepata fursa ya kwenda kule kuangalia, na ni kitu natamani, kwa sababu nikiangalia bahari yetu unapata meli pengine inakuja baada ya miezi 6, baada ya muda watu wanangoja, na ni bahari kubwa sana ambao sehemu kubwa ambao tunao kushinda hata ile ya Singapore. Kwa hiyo kama tunaweza tap ndani ya blue economy katika hii bahari yetu, mambo ya transport, mambo ya biashara, basi tunaweza tukainua uchumi wa Kenya mpaka wana Kenya wakakaa na maisha ambayo ni mazuri sana. Wito huo unajiri wakati wajumbe wa kongamano hilo wakiendelea kujadili masuala ya maeneo tengefu ya baharini, uvuvi endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na mbinu za kukabiliana na uvuvi haramu. Na nikiripotia Swahilipot FM nikiwa katika kongamano la 11 la Our Ocean katika kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Motethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.